Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunashukuru leo ikiwa ni tarehe 17 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 kupata ugeni wa kiserikali. Tunaye mheshimiwa diwani wa kata ya Duga ambaye Mheshimiwa Juma Abdallah Hassan ama maarufu Warioba ametufikia katika madrasa yetu hii. Basi na sisi tukafurahi kwa sababu watu wa serikali wanakuwa na mishughuliko mingi, lakini wakipata fursa wakiwatembelea hasa kwenye sehemu hizi za dini, kiukweli huwa tunafurahi, tunapata faraja. Sasa dakika mbili hizi ambazo ametufikia hapa mgeni wetu huyu, tukaona ni vyema kama ana neno lolote la kuweza kuwaambia wanafunzi ama hata mimi mwalimu, sababu na sisi pia tunaweza tukamwambia ya kwetu, lakini na yeye anaweza kuwa na ya kwake akatuambia. Na kwetu sisi tunalomwambia, kwanza, kazi yetu hii kama inavyofahamika ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo kuna mepesi na mazito, lakini sisi tunamuomba akiwa kama kiongozi wa kijamii, basi akiona kuna nguvu yoyote inaweza ikafika kwenye maeneo yetu haya kupitia yeye, kwa kushawishi ama kwa yeye mwenyewe kufanya, afanye hivyo. Kama sasa hivi tuna ujenzi wa jengo letu la bweni la watoto. Watoto hawa waliokuwa hapa wote hawa ni watoto wa wageni, kwa maana ni wa boarding, wanalala hapa chuoni na wengine hawapo hapa sasa hivi hawajahudhuria. Sasa hawa wanalala mwenye madarasa huko classrooms, sio utaratibu. Kwa hiyo ili hivi vyumba vitumike kwa malengo yake, watoke waingie kule. Kwa hiyo tunamhitaji yeye aweze pia kuchangia katika hili kwa namna moja au nyingine, kushawishi na kutuelekeza lolote ili tupate kupaua pale. Mahitaji ilikuwa ni bati 160 na vifaa vingine, mbao na vitu vingine vidogo vidogo, lakini walilahi alhamdu tumetimiza bati 160 tayari ziko ndani. Kwa hiyo tuko kwenye utafutaji wa mbao na mambo ya kumalizia ili kuwezeka, na tayari pia tuna takriban 200,000 na pointi katika huo msafara wa kutafuta mbao. Kwa ikiwa yeye kama kiongozi anakutana na viongozi wenzake ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya taifa, basi anaweza pia akatushawishia watu ambao wenye mnasema wiwa, kama atakuwa sijakosea msamiati huo, basi wanaweza nao wakashiriki kwa namna moja au nyingine. Na wakati huu naona ili nisimcheleweshe sana mheshimiwa, ni muombe tu kwamba atumie fursa hii kuwaona watoto wetu, kuwasalimia, na kama kuna lolote la kutuambia kuanzia haya ambayo tumemgusia, lakini pia na yoyote ambayo yako kwenye kichwa chake kuhusiana na mustakabali mzima wa jambo letu hili na kazi hii. Karibu sana. Naam, shukrani Shekhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kama ulivyonitanguliza kunitambulisha, ni kweli kabisa, mimi ni diwani wa kata ya Duga kwa majina Juma Abdallah Hassan, jina ambalo uwezi ukalipotea kwa haraka Warioba. Nimeona ni vyema nifike hapa nije niwaone wanafunzi wa madrasa hii ya Shamsul Maarif Maboza, lakini pia nisalimie Shekhe Juma Suleiman Nzibo maarufu Parungu. Kwa nini nimekuja? Sisi ni kweli ni viongozi wa serikali, lakini serikali tunatambua nafasi kubwa inayosimamiwa na viongozi wa dini. Kama viongozi wa dini watakuwa hawasimami waliposimama, basi hata hii amani tunaizungumza kwenye nchi yetu ya Tanzania, na imani pia itakuwa tunaizungumza tofauti. Ndio maana serikali wanatambua sana viongozi wa dini mbalimbali katika nchi yetu. Nimeona nije hapa niwaone wanafunzi hawa. Cha kwanza kabisa nimemuuliza Shekhi,
kwa nini wanafunzi wamekaa chini kabisa chini? Akanaambia wamekaa chini lakini si kwa kupenda, ni hali ndio imelazimika wakae chini, basi tunasoma hivyo hivyo, lakini tukipata cha kukalia si vibaya. Nimeahidi kwamba takwenda kufanya uwezekanavyo, lakini wapate majamvi wakae, lakini wakae kwenye majamvi. Lakini vile vile kuna jambo hili la jengo letu hili, kama alivyosema shekhe kwamba watu hivi sasa wako kwenye hatua ya kutafuta mbao. Mimi kama diwani wa kata ya Duga nathamini na natambua juhudi kubwa zinazofanywa na viongozi wa dini kwa kuwasomesha vijana hawa, kwa kuwatuliza wakawa si vijana wa kushawishiwa na mambo ambayo ya kutia kero katika serikali. Ni vijana ambao wakipata elimu basi wanakuwa wana malezi bora, malezi ya kutulia, hawashawishiwi vurugu vurugu wakaingia kwenye mkumbo ambayo hawaifahamu. Kwa hiyo lazima sisi kama viongozi na sisi tuje tusaidie huku juhudi hizi, kwa sababu matunda haya yatanufaisha vijana, nufaisha mashehe, itanufaisha dini, lakini pia yatanufaisha serikali. Kwani serikali itakapokuwa kuna utulivu, basi ndio inapata nafasi kubwa ya kufanya mambo yake kwa uhakika na kwa kujiamini. Kwa hiyo mimi niseme kama diwani wa kata ya Duga, hii natambua ni kata ya Moa, lakini nimepita hapa kuwasalimia, lakini pia nitashauriana, nitakumbushana na diwani wa kata ya Moa. Jambo hili tulichukue tumpelekee mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Mkinga, Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja. Tumwambie pale kuna jengo pale la madrasa, jengo ambalo kuna vijana wa kutosha, vijana wanakaa chini, vijana wanalala sehemu ambayo ndio sehemu ya madrasa. Lakini pana bweni pale limejengwa, wenyewe wameshikana, wanavyoshikana mabati washapata, bado mbao, lakini mbao hizo tayari wana 200,000 na imani, kwa sababu mbunge wetu ni mpenda maendeleo, mbunge wetu ni mpenda Mkinga, mbunge wetu yupo na nia nzuri na watu wa Mkinga. Atalipokea jambo hili na nina imani kabisa kubwa tutapata mrejesho mzuri. Kwa hiyo shekhe, mimi ni kuahidi nitalichukua jambo hili, nitalipeleka, nitashauriana na diwani ndugu yangu Mheshimiwa Mwangwena, tulichukue kwa pamoja, tulipeleke kwa mheshimiwa mbunge ili aone naye mbunge jinsi gani atafanya ili aweze kusaidia ima hapo palipobaki penye hizo mbao au sehemu ya hapo palipobaki. Lakini hili nalo la vikalio, basi ni waahidi vijana kwamba taenda kupambana, nitakavyopambana nitawaletea majamvi ili siku nyingine wakae kwenye majamvi. Lakini chengine labda niwaambie tu vijana kwamba wawe wavumilivu. Safari ya kutafuta elimu si safari fupi, si safari nyepesi, ni safari ngumu kweli kweli, hususani na maeneo ambayo mko nayo hapa. Mazingira yenu haya ni mazingira ya pwani. Asubuhi nakuta wenzenu ambao wasomi marika yenu wanaingia kule, wakirudi wanakuja na pesa, lakini nyinyi mko hapa, mwisho ni sabuni mnafanya kuomba au kipande kimoja mgawane nyote. Kwa hiyo msishawishike na hiyo hali ya kuona na nyinyi muende mkafanyaje, mkavue. Stamilini, bakini hapa. Leo mmekaa hapo mnasomeshwa, lakini kesho nyinyi ndiyo mashekhe ambao watarajiwa, mtakwenda sehemu mbalimbali mkakae na wanafunzi kama hivi muwasomeshe. Kwa hiyo ninachowaomba, ninachowasihi, hakikisheni mnabaki na msimamo wenu. Nimesema mnasoma, bakini na kusoma paka pale shekhe atakaposema wewe sasa hapa, toka hapa nenda pale, unaondoka kwa ridhaa ya nani? Ya shekhe. Huo ndo wasia wangu. Lakini pia kirudi kwa kakaangu, ndugu yangu, mdogo wangu, mwanangu, yote hayo yana nafasi. Yote yana nafasi. Nikirudi huko mimi nikupongeze sana. Nikupongeze sana kwa juhudi unazozifanya ndani ya kanda hii, au naweza kusema pia wilaya nzima ya Mkinga. Kazi yako inatambulika, juhudi yako inaonekana, wewe ni kiraka popote upo.
popote huko. Kwa hiyo mimi nikuombee Mwenyezi Mungu akuzidishie umri wenye baraka nawe, lakini akupe nguvu na moyo huo wa kuisimamia dini ya Mwenyezi Mungu, dini tuloletewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hayo machache mimi niseme, nibakishirie hapo, lakini pia niwaambie asanteni sana kwa kuja na kwa kunipa nafasi nikazungumza nanyi. Asanteni sana. Tunakushukuru na tunakuomba isiwe mara yako ya kwanza, na kuna viongozi wengine hawezi kuwafikia, wakiwa ni madiwani, wakiwa ni nini, unaweza ukawakuta ukawaambia pale kuna watu furaha yao ni kutembelewa tu, yani kuwatekelezea baadhi ya mambo ni nafasi ukiwa nayo, lakini ukiwatembelea wanafurahi mno. Kwa hiyo pia mnapokutana huko kwenye mabaraza yenu na madiwani, wabunge na viongozi wengine wa chama na serikali, waambie kule kuna vijana ambao baba zao wako mbali, wengine wapo Singida, wapo sijui wapi Morogoro, hawana mtu wa kuja kuwasalimia. Kwa hiyo mkitokea siku umeenda, wewe ni baba wa wale wote. Kwa hiyo kila mmoja anaona, kwa sababu akija baba wa baba yake fulani, huyu mwingine anajikunja. Akienda baba yake fulani, huyu mwingine anajikunja. Lakini ukija kama wewe, ina maana wale wote ni baba yao. Kwa hiyo waambie kuna watu kule wakitembelewa tu wanafurahi mno. Wala usiogope ukasema labda uende na nini, lakini wakitembelewa wanafurahi. Basi mtembee, muende mkawaone, na nyinyi mnaweza mkapata cha kuwaelekeza na mambo yakawa yanaenda vizuri, mkaendelea kuwapa motisha wale vijana ili waendelee kujihisi kwamba ukisoma pale mashallah, siku wanakuja watu kuwasalimia, kuwaombea dua. Yote kwa yote tumeshukuru, tumefurahi. Karibu tena na tena na tena. Asalamu alaykum. Ni kushukuru, nimelichukua hilo. Naam. Lakini pia nikuombe angalau ombe Mungu rais wetu wa nchi, lakini pia na mbunge wetu ili aweze kuimarika na kupata faida zake. Sisi kwa ujumla tunamuomba Mwenyezi Mungu viongozi wetu awasimamie, awape maono, amani na utulivu wa nchi, na kitu chochote kinapatikana kupitia adili al-umara. Mwenyezi Mungu awamiminie uadilifu. Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kuweza kusimamia kila jambo, hususan katika maendeleo waliokuwa wameyakusudia. Mungu awape taufiki wayafanye kwa kiwango kile wanachokikusudia. Hatua wanazozilenga za mwaka, za miaka miwili, za miezi 6, basi Mwenyezi Mungu awape nguvu wazitimize kwa muda ule waliokuwa wameulenga, ili isipatikane sababu ya kukosoa na ikapatikana sababu ya kuwavunja nguvu na kuwavunja moyo. Mwenyezi Mungu awape nguvu ili wao waweze kupatia katika hili ambalo wanalifanya, na kukosea kuwe mbali nao. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.